walikuwa na madhumuni ya kuongeza watu kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita kwenye eneo la ushambuliaji, haswa Jonathan Soa, wameondoka. Walikuwa wanataka kumuongezea Suleiman Mwalimu mtu ambaye alikuwa ni Dumbia, sio vizuri, lakini wakati huo pia Mwalimu alikuwa na mpango wa kumchezesha Elim Panzu Kibisawala kama force number 9. Kwa hiyo angekuwa na watu watatu kwenye eneo la nini la ushambuliaji. Ina maana Simba walikuwa wameplani ya kwamba Suleiman Mwalimu ndio atakuja kusimama kama mshambuliaji wa mwisho. Si ndio maana yake? Kwa sababu yeye ndio alikuwepo msimu uliopita. Dumbia kwa sababu ni mgeni. Kwanza ni mgeni, lazima watu waelewe. Pili, ni mshambuliaji ambaye anatazama kama mshambuliaji potential. Sio tu mshambuliaji bora, mshambuliaji ambaye anaweza akaja akawapa kitu Simba, kwa sababu lazima tuangalie daraja la Simba. Daraja la Simba guys, na nazungumza kila siku, sio daraja ambalo unaweza kulinganisha na club kama vile sijui Mamelodi, Al Ahly. Kwa level yetu sisi, kwa level yetu sisi, unaweza ukaenda kumnunua mshambuliaji, ukampa muda, ukafanya biashara, ukamuuza pia. Kwa uwezo kwenda kumchukua mshambuliaji eti bilioni 8, bilioni 6, bilioni 7, alafu baadaye tena ukaja kupia ukafanya biashara. Ukishafika kwenye level hiyo, ina maana wewe level tena ya kuanza kuuza ovyo ovyo inakuwa ni ngumu. Lakini ukiangalia Simba kwa level ya Afrika, ni mid table team, lakini ukija kwa level ya Tanzania, Simba ni timu kubwa. Mimi ukiniambia kwa Dumbia kwamba ata struggle kwenye ligi ya Tanzania, itakuwa ni uongo. Sio vizuri. Ila kwenye ligi ile kubwa, kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika, inawezekana kweli akastruggle kwa sababu ni potential. Na hatukujua nini ambacho anaweza katuletea, lakini bado ni mapema. Hii mechi yake ni ya 5. Mimi siwezi kumpima mchezaji kwa mechi 5, siwezi kumkataa mchezaji na kumsema vibaya eti kwa sababu hajafunga tu mechi ya Yanga, eti kwa sababu hajafunga mechi zingine. Mimi siwezi. Binafsi nikimwangalia Dumbia namuona ni mshambuliaji ambaye ana potential, na ndio maana hata Steve Barker hakumkataa. Sio vizuri. Sasa mimi na Steve Barker, nani ambaye ana elimu kubwa ya ukocha? Wewe mshabiki, wewe mchambuzi, nani ambaye ana elimu kubwa kati yako wewe na Steve Barker? Steve Barker ana elimu kubwa kuzidi sisi sote. Kwa binafsi ukiniuliza mimi nitakwambia Dumbia ana potential. Ni mali ile. Ni mtu ambaye unapaswa ukiacha tu ni mali. Anahitaji muda, kwa sababu Simba wanahitaji mshambuliaji ambaye pia watamvumilia. Uwezi tu kwenda from nowhere ukaenda kumchukua mshambuliaji eti kwa sababu ana thamani fulani kubwa kabisa. Kwa sababu Yanga wamefanya kwa Sharulile, basi na Simba wanatakiwa afanye hivyo hivyo. Haya, hakuna shida. Sisi tunafuatilia mpira wa Afrika. Hakuna shida. Sisi tunafuatilia mpira wa Afrika. Yanga sio wamemchukua Sharulile. Haya, Simba tufanyeni sasa scouting. Simba wakamchukua mshambuliaji yani Afrika kwa bilioni 1 ambaye ana level kubwa kama Sharulile. Nimeuliza swali hapa. Yanga kaenda kamchukua Sharulile. Tena Sharulile kamchukua maji ya jioni. Miaka 30 na ngapi? 32. Haya, sasa Simba of course waachane na Dumbia, waachane na washambuliaji wote, waende wakatafuta washambuliaji wa maana. Afrika hii waende wakatafuta washambuliaji wa maana Simba Sports Club. Sio vizuri wenye level kubwa. Haya tu. Sisi, wewe ni mwandishi wa habari, wewe ni mwandishi wa habari. Simba wakatafuta mshambuliaji gani? Mayele Al Ahly Tripoli wametoa zaidi ya bilioni 10. Tuongee ukweli, kwa level yetu sisi tuliokuwa nayo, Simba, Yanga wanaweza kaenda kutoa bilioni 10. Sio vizuri. Hiyo bilioni 1 tu ambao wametoa in Africans kwa Sharulile ni mwaka mmoja. Ndio maana yake, na ndio kapatikana. Uongo kweli? Ndio kapatikana huyo. Haya, Simba sasa waende wakamchukue Mayele bilioni 10. Simba waende wakamchukue nani? Waende wakamnunue basi mshambuliaji labda kutoka Al Ahly. Unaona linawezekana hiyo? Kama sio unafiki ni nini? Kwa kuna muda tuongee uhalisia. Tusiongee porojo kwa sababu ya kuwaridhisha mashabiki. No, mimi sipo kwa ajili ya kuwaridhisha mashabiki. Simba ni mid table team Afrika, ni timu kubwa Tanzania. Utamlaumu Dumbia unavyotaka, lakini ukiniuliza mimi tatizo la Simba ni nini kwenye mchezo wa leo na michezo iliyopita? Tatizo la Simba ni kiungo cha ushambuliaji, na Young Africans leo hii walikuwa bora kwenye kila eneo. Wanacheza, unaona wanacheza kwa slugs, passion, technical ability, wanajituma Young Africans, ubora wa hali ya juu sana, na wachezaji unaona kabisa wana kila kitu. How usiwape credit Young Africans? Unataka kulaumu baadhi ya wachezaji? Mimi nakataa bro. Sababu tumeiona Simba uwanjani, yes. Lakini kabla ya mechi ya leo kulikuwa kuna kelele kubwa sana nje ya uwanja. Pengine tunaweza tukasema zile kelele zimeathiri, ama kwenye hiki ambacho kimetokea sasa kinaenda kuathiri Simba kwa namna gani mwanzo wa msimu? Hiyo ni kawaida.
hiyo ni kawaida. Yani kama kuna kabla mjaingia kwenye mechi kubwa alafu mnapigizana makelele wenyewe kwa wenyewe, huyu anavuta huyu aondoke, tajiri mwiti, tajiri huyu afanye kelele kibao, wanapigizana wao wenyewe, yani wenyewe kwa wenyewe tu, hakuna maelewano. Hao mnaweza mkaendea mechi kubwa dhidi ya Young Africans mkaenda kushinda kirahisi, kwa sababu leo tukiwa kweli kabisa, wachezaji wengi wa Simba psychological ukiwaangalia, hata uwezo ndani ya uwanja leo kulikuwa hakuna kitu. Ibasege hakucheza mpira vizuri, Anseti Oura hakucheza vizuri, Chama hakucheza vizuri, lakini waangalie Young Africans wakati wanaendea hii mechi ya Simba, utulivu wa hali ya juu kwenye uongozi, alafu cha kuongezea zaidi wakaenda wakaitibua Simba kwa kwenda kumchukua Suleiman Mwalimu dakika za mwisho, dakika za jioni wakaenda kuchukua. Sasa badala ya mashabiki watulize akili na viongozi na vichwa ili kuendea mechi kubwa kama hii, wenyewe wakaingia kwenye mtego dhidi kutoweka utulivu kwenye klabu, kwa sababu unapowalaumu viongozi, unapowasema na kadhalika, alafu huna ushahidi, alafu baadaye mnataka kiongozi fulani ndo aje, obviously mmeshindwa kuwa na utulivu kwenye timu yenu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye eneo hilo la management Simba Sports Club wamefeli big time. Ukija kwenye eneo la kiufundi hawakuwa bora leo dhidi ya Young Africans. Young Africans walikuwa bora sana kwenye eneo la kiufundi, wachezaji wamejituma. Hebu angalia kiwango cha Atola kwa Siao leo. Jeshi. Atola kwa Siao, entertainer, skills, technical ability ya hali ya juu. Muda wote anashambulia, anakaba. Uongo kweli? Sio vizuri. Lakini njoo kwenye eneo la katikati. Walianza vibaya kina Mudathiri leo, unaona kabisa kuna muda fitness level ilikuwa inawasumbua, lakini baadaye wakaja kukaa vizuri. Duki Abuya, unaona wameikamata mechi, wameituliza. Max Nzengeli, muangalie Hussein Zakuani, mechi yake ya kwanza, mechi kubwa, dabi, kapewa nafasi, ameonyesha kitu. Muangalie Albert Kangwana, mechi yake ya kwanza, dabi, ameenda ameonyesha kitu. Of course picha shauri ya kufunga, lakini unaona impact yake kiwanjani kama mchezaji mkubwa mwenye uzoefu. Unaona leo hii Young Africans kama wangekuwa clinical enough Young Africans wangekuwa na uwezo wa kutumia nafasi vizuri, walikuwa wanawapiga Simba Sports Club sio chini ya chuma 3. Tumaliza na Jabbar, kiungo wa Simba ambaye yeye performance yake inaonekana kuwa nzuri sana. Ni moja kati ya viungo wazuri sana. Jabbar, Ibrahim Jabbar. Ni moja kati ya viungo wazuri sana. Lakini bado Simba wana miss. Wana shida kwenye eneo la ulinzi. Kiungo cha ulinzi huyo yuko Ibrahim Jabbar. Ukija ukimwangalia Yusuf Kagoma na wale mabeki wakati wa Simba, hakuna mawasiliano mazuri. Ilikuwa kwa Alassane Kante. Sasa hivi nimeona kwa bwana mdogo Ibrahim Jabbar, nimeona kwa Yusuf Kagoma na wale mabeki wakati. Kuna gap kubwa sana kati ya mabeki wakati na eneo la ulinzi. Na kukumbusha mechi ya Nandi ya kirafiki ya Singida Black Stars na Simba Sports Club, Matthew Tegis Mwamanyi ana dribble mara ya kwanza, mara ya pili anafunga goli free. Leo Kangwanda anafunga tena goli free. Mechi ya Police Kenya wanapiga 1-2 pasi mpaka kwenye boxi free, wanafunga goli kirahisi. Kuna shida kwenye eneo la ulinzi la Simba kwenye kufanya marking maeneo hayo. Kwa hiyo na yeye pia of course ni mchezaji mzuri, ana uwezo wa kuchezesha timu kuanzia chini, lakini inabidi mwalimu Steve Barker aangalie namna gani ya kutengeneza hiyo compactness kwenye eneo la ulinzi, kuwa solid, Simba iweze kuwa ngumu.